wadai wanazatu ndio. Oa babu. Mungu tagamiwa ujue, usikia? Mungu tagamiwa babu, usikia? Useme kitu gani wewe babu wewe? Bwana nini mzee? Oa. Oa. Unani tena? Oa babu wewe nani? Oa vipi wewe? Huu nani kwani? Ni watoto? Mama. Mama. Eti kuna watu mmeona wamepita hivi wawili wanakimbizana. Wasi hapa jaona. Wapoje kwani? Wote ni wafupi, vibonge, lakini kuna mwingine mweupe, mwingine mweusi. Yule mweupe ana kitambi. Sijaona kupita. Hapo kaangalia uko mbele hapa utaona. Mungu, nione tabia watu. Aya, asanteni. Aya, asanteni. Aya, kila la heri. Wewe baza mchafu. Wewe mchafu. Oa D7. Vipi baza mchafu? Mbona pekupeku vipi? Mwanangu, majanga haya. Majanga? Mwanangu majanga. Majanga yepi? Takati mimi tumeachana muda si mrefu hapa. Majanga yepi tena? Shemeji yako kazingua mchizi wangu. Shemeji yangu gani tena? Si wa mshikaji wangu. Nani mwingine mimi namwongeza zaidi yake rafiki yangu. Kazingua nini tena shemeji siwa? Mshikaji wangu tulivyoachana mimi na wewe pale uliponionyesha ile shamba. Nikasema nenda road mnirudi pale. Nafika road basi nakuta rafiki yangu babananishwa na mtu rafiki yangu. Wewe, huyu siwa? Wanawake wazingwaji kinoma. Sijui tuwape nini mshikaji wangu wanawake hawa. Shemeji ndo afikia hatua hiyo? Mimi ndo mimi siwaminigi wanawake. Ndo mama anyinyi sana ananiambia mimi, mdogo wangu, mimi sitaki kuoa sababu mambo kama hayo. Yaani unagaramia afu ninakuja boya linakula ile kizembe tu, linajimegea tu ile kiula silaisi. Mimi namkata shingo mtu ujue si wako mimi, wasinichukulie poa. Nimefikia wapi? Mimi ndo maana wanangu nawaelewaga sana ile wanangu single boy. Mimi single boy nawaelewa vibaya mno. Sasa njoo sababu sasa tukija kukuta mageto tukipiga, sasa hapa anachukua akisepa ndo tumesepa tumemalizana. Yaani mapenzi yetu tukionana tukipo kwake yake, kipo nyumbani ya kwangu. Sitaki mambo kama papalila nyingi na kuoga dharau sometime. Oya. Omi. Oa, vipi? Vipi Wajina? Kama Wajina fresh. Fresh. Sasa sikia Wajina. Umeona? Mimi nimekuja shemeji yako kama vipi nizingatia geto nataka nikinde hapa. Mwanangu mazingira ya geto jao kwa shemeji yako huko anataka kae kama siku 4. Na naona hapo kijasho. So poa natoka kijasho. Baridi basi mwanangu. Mimi nitaangalia mazingira yote. Sema vipi Wajina? Unaona hata kodi chini mimi naondoka na nichelewesha tu hapa nyinyi. Ashukuru Mungu kuna jamaa tumekutana nalo. Hii ile jitu zombie si zombie, sijui jini si jini. Wao walivyochafuka hivi. Yote jamaa mimi niko mshamkamata babu niko na ua mshikaji wangu. Zombie ana jini. Mangu sijui jini sijui zombie babu. Ndio hivyo mshikaji wangu. Vipi na wewe mbona hivi mwanangu? Sita mambo yetu mwanangu. Niko kuna mtoto mbichi. Yaani ziwa hivi konzi. Oya, niko nafusi mazingira. Sema mtoto nyani mgumu sababu ile mambo hajaanza bado amta kabisa bado mbichi. Mazingira hajaanza kwa nimefusi huko yeye mtoto aelewe nikataka kutumia nguvu. Nipolochoka. Hii tena wazewa. Nikakikimbiza. Wewe. Wazewa hivi nyinyi. Kama kagele. Mwanangu sikia. Sasa mchizi mimi namjua. Namanya vizuri na hadi kwake. Mshikaji namjua vizuri kabisa. Na hivi tumekutana macho kwa macho. Ndio ulichotaka Ndio unachokitaka nini mamkali? Nyewe emergency tutajua kuninyima geto hata siku moja. Emergency? Wewe umepanga huko umeniburuta mimi umenileta mpaka hapa. Yaani umekuja mimi umenizalilisha. Yaani unanizalilisha. Wasema vipi mama ananipiga makelele nje mwanangu mimi sishakwambia ndani na mtu muona kama hivyo. Baridi mwanangu haina noma. Kama vipi tembeeni bwana anapiga makelele tu ndani huko. Tembeni chapu. Hayo ndo mambo ambayo si yana kinini. Sasa nisikilize.
Wewe umegaramia sana yule mwanamke ujue. Afu jamaa si leo akajichukulia kitonga kiwepesi wepesi kuta mtoto leo kaumuka kishundu kwa nyuma, yani tu ya madharau. Wewe mnadiona mjua tunamsomea kesi kweli. Mimi najua mambo mengi umepitia kwa mwanamke magumu uliyopitia. Mimi siwezi kukuachia mwanamke anaumia. Huyo tunamsomea kesi. Kama bibi na ile achukuliwe. Nikitoka hapa. Na naomba usinitafute. Na ukitaka kuonana na mimi naomba ufike kwa kakako kamwombe msamaha. Vinginevyo. Baba, umeona chuo kama subiri. Da. Mwanangu baridi yenyewe yote maisha mimi naondoka, ila mwanangu nini tutasomana baridi tu. Umeona? Kagere. Ya kama hivyo yani sichukulie kiboa boa siwe mizigo watu tunagaramia wewe. Mimi nikikamata tu naua kweli. Sina masiami katika mali yangu. Wewe. So poa. Wenzetu. Wanacho chamaza na njoo mimi na anajua mwenyewe kwa mambo. Mama wewe umeliwe kwa kweli mpaka viatu hata upajui wapi. Acha mwanangu. Mapenzi hayo. Vipi shemeji? Safi tu kwema. Kwema mzima? Mzima hapa na wapi? Niko huko bondeni. Haya na wewe wapi? Mbona na viatu vya brother? Si vya brother hivyo? Hivi viatu vya kakako, amenunua viatu vipya kwa nimemshikia tu natangulia navyo nyumbani. He? Haya bwana ndo mapenzi haya. Vipi wewe tena? Mbona nyumbani sikuoni? Mimi sasa hivi nipo huku brother kanifukuza pale nyumbani. Kakufukuza? Eti kisa nimemfumania na mwanamke ile siku ile niliokuacha wewe kule unarudi hivi mimi nimekuta na mwanamke. Alikuwa na mwanamke? Ndio. Shemeji. Mwanamke? Ndio siku ile nilivyokuta bondeni pale kamvua kananyesha basi nikamwambia mimi nakuja kumwambia shemeji, brother ndo akanifukuza kisa hiko tu. Kwa hiyo ulimkuta kule bondeni na mwanamke? Ndio nimekuta bondeni na kamvua ulikuwa unanyesha hivi. Mimi nilimwambia mimi naenda kumwambia shemeji, brother unachokifanya sio fair. Umeona? Ile siku ile nilikuta kule bondeni. Nakumbuka shemeji. Basi ndio hivyo brother akanifukuza kosa hilo tu shemeji. Pole shemeji yangu. Sasa sikiliza. Mimi nitakufanyia mpango utarudi nyumbani. Baridi ila anaenda kumwambia brother maana brother mwenyewe namjua ule akili zake zenyewe ule. Hajavuta anavutiwa, hajapiga anapigiwa. Sawa, mimi nitaongea naye. Sawa basi shemeji yangu makibonge. Haya shemeji ngoja niende. Sawa. Yaani malaya kwa nilipokuta mbwa wewe. Mwangalie. Mume wangu mimi malaya? Ndio wewe malaya, kwa unajua kama malaya. Mume wangu. Hivi haki jamaa nataka mpewe nini? Yaani kupe nini mpaka ulizike? Unakula vizuri, unakula kwa wakati. Unavaa vizuri, unavaa kwa wakati. Yaani umekuja hapo wewe baba. Yaani mwembamba sasa hivi umepata shape nini? Mashavu unavaa vizuri ndio unaanza kufanya malaya rafiki yangu. Wewe mume wangu hivi unaweza utanipa nini? Na hiyo tumbo haya. Wewe una tumbo, mimi nina tumbo. Hapo kinaendelea nini? Tunaelelea tu mume wangu. Kwa niache tu. Kota kuniambia mimi nimeshikwa bega, si ndio? Ndio mume wangu umeshikwa bega. Hizo dharau bwana, acha mambo yako bwana. Nisikilize bwana. Yaani shukuru Mungu yule fara kule amekimbia mabondeni, yaani yule amombe Mungu lile zombi lilotokea ila yule mimi nikopo Kagere yule. Afadhali mdogo wangu Modi, maana hapa nilikuwa nishaanza kuchanganyikiwa. Hata maji hapa leo nilikuwa yapita. Ilikuwaje kwani mpaka mwisho wa siku mimi umenigandisha tu kule shamba? Maana hapa nilikuwa nishaanza kupigia ndugu jamaa na marafiki, mwisho wa siku niende kwa mwenyekiti nikatoa taarifa tu mdogo wangu umepotea. Dada wewe acha tu. Yaani mdada toka kule shamba kule. Nije kuchukua kijembe huko. Sio nimekutana na yule mtu wa siku ile alikuwa ananitongoza yule mbaba yule. Akafanya nini? Si akataka kunibaka. Kukubaka? Ndio akataka kunibaka yule mbaba. Wewe na mada kuniambia iko serious kabisa, si ndio hivyo? Ndio tena ananiambia nataka nikukagere. Kagere hivi ndio nini sasa? Sijui mwenyewe. Watu wa Chamaza wanajua mimi ni mitengo mimi. Sawa mume wangu. Mimi nimekutana kanambia kila kitu. Yule mwanamke na wewe ni nani? Yule mwanamke uliokuwa kule naye mabondeni ni nani? Omari naye tena. Kakwambia? Kanambia ndio. Unajua kuna watu wengine hawana hiki. Wewe unasema mimi malaya. Na wewe nijibu yule mwanamke ni nani wa kule bondeni? Sikiza mke wangu.
Mimi Omari alinikuta bondeni kweli kwa kuangalia mambo ya mashamba na yule mwanamke. Yule bosi kutoka town huko, kwa mashamba kule. Sio mwanamke wangu bwana. Mipango ya mashamba kule mabondeni mume wangu. Kule mabondeni. Amewakuta. Omari kanambia kila kitu mume wangu. Sikiza mke wangu. Sikiza mke wangu, sikiza ngoja. Achana maswala Omari, achana huyo malaya. Mimi mke wangu nakupenda sana, ndio maana mimi naumia. Mimi nakugaramikia mke wangu, mimi nahangaika, nafanya kazi ngumu asubuhi, mchana, jioni kwa ajili yako mpenzi wangu. Ama chakageo la Molsoni hapa. Ninachokifanya mimi hapa naenda kwa mwenyekiti, naenda kumripoti. Mambo yake ajabu si Kagere, si Molsoni, mimi akome kabisa. Mambo gani ajabu unakuja kufanya mtoto mdogo kama wewe? Hai, asante kufanya hivi ndo mambo gani ya jamani? Anajua mwenyewe sijui ndo mambo gani, sijui anamaanisha nini. Asijaka kushika bega? Hajanishika bwana. Haya, vipi kuhusu shamba sasa hivi? Mdogo wangu saizi shamba muda huu. Hapa nimetoka kule umbali ule nishachoka kurudi tena saizi kule sio kweli. Maana nimechoka na kilima kile. Mimi na tuende tu kesho mdogo wangu. Haya, kwa nini umemfukuza Omari? Mimi nimemfukuza ili akaanze maisha yake mapya bwana. Akaanze maisha yake mapya wapi? Ulikuwa unaogopa na kuja kuniambia siri yako. Na kashaniambia, mfanye mdogo wako arudi hapa. Yule si ndugu yako wewe. Kwa ajili ya mwanamke unamfukuza ndugu yako? Sikiza mke wangu. Achana maswala Omari. Mimi Omari shampotezea tayari. Ila hebu tu ndo kanisaidia. Jamaa kaninyiza hoja ya Mungu yani. Hebu tu twende na soka nikande lazima. Nini shida familia wangu? Wewe acha ni. Pole. Ni si vibaya ni. Tumbo. Tena tukangana mke wangu kama kwa ameshika bega maana. Sio bure. Taratibu angalia kule. Huko nimetoka kote huko. Nilikuwa vizuri acha mtu hapa. Kufika hapa tu. Masuda mambo Omari yameniumiza. Hapa sema kuna kitu kimoja. Kabla ya mambo ya kesho sio kitu gani? Mimi nataka niende zangu kwa mwenyekiti. Maana yule baba yule anaanza kunizoea na familia yangu. Mambo yake ajabu mambo huko na kashavuka mipaka. Papa enda kwenye Kagere. Mambo gani ajabu analeta hapa katika familia yangu? Tena sitaki mazoea na yeye. Kwa hiyo na maana Kagere hivi kawai. Hajawahi na sijui kama atawahi. Wewe usiniogope, twende kwa nakakukagua.